inatekelezwa na nyinyi wenyewe kupitia consultant wa JKU. Munaendelea kujipambanua vizuri sana, na niwapongeze sana kwa hatua hii ambayo mmefikia. Leo hii mmeweza kutengeneza jengo hili. Sina shaka kwamba hapo mbeleni mtaendelea kutanua wigo na kuongeza uwezo wenu wa kuweza kujenga miradi mikubwa zaidi ya kimkakati kama vile mabarabara, madaraja, viwanja vya ndege na miradi mingine ambayo itakuwa inatija pana kwa taifa letu. Naamini kwamba safari hii ambayo imeianzisha ni mwanzo tu, lakini mtakuwa mna malengo makubwa zaidi ya kufika mbali zaidi ya kuweza kusimamisha magorofa ya kimkakati. Nitoe shukrani kwa mkuu wa JKU kwanza kwa kutupa nguvu na kutusimamia katika majukumu yetu ya kila siku, lakini vile vile niipongeze wizara kwa kutusimamia mradi huu hadi kupatikana kupitia serikali kuu. Sambamba na hilo, shukrani ziende kwako kwa kutuwekea jiwe la msingi leo hii, lakini kwambie pia mgeni rasmi hapa leo upo salama. Wakala wa Ulinzi tangu ilipopata sheria yake, sheria namba 2 ya mwaka 2015, maana imepewa mamlaka ya ulinzi wa kibiashara. Mkuu hapa upo salama na ulinzi upo mwingi. Hata kama utakata nzi wala mbu hakugusi katika eneo hili. Hapa ulinzi uko mzuri kweli kwa sasa hivi. Na ukitupa macho maeneo mengi hapa, unaweza ukajiuliza huu ni ulinzi wa wakala au la, kwamba kweli ulinzi upo kila eneo katika maeneo haya. Lakini shukrani za pekee kabisa ambayo na za unyenyekevu kabisa tuzipeleke kwa rais wetu mpendwa, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi, kwa kuridhia mradi huu kuwepo, lakini pia wakala wa ulinzi kuweza kwamba kuitia nguvu pale tarehe 1 mwezi wa 7 2023 alipotoa maagizo kupitia wizara yetu kwamba taasisi zote za serikali ziweze kulindwa na wakala wa ulinzi. Ametutia nguvu na kuongeza ajira nyingi katika wakala wa ulinzi. Tulikuwa tuna asilimia chache, lakini kwa sasa tuna idadi kubwa ya ajira za mkataba. Kwa mgeni rasmi, leo hii mimi si mtoaji wa hotuba, isipokuwa nimeambiwa nitoe neno la shukrani. Ni kuahidi jengo hili kwanza litamaliza kwa wakati, lakini vile vile tutalituza na kulidumisha hadi pale kila mmoja ajue dhamira za serikali au kiu ya serikali haikupotea mikononi mwa wakala wa ulinzi.